Yes, karibu mtazamaji wa Uondo TV. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremani kwa hapa kuweza kukuletea kipindi bora kabisa cha michezo. Lakini siku kubwa ya leo ni siku ambayo imekuwa tofauti kabisa. Nipo na mchambuzi wa habari za kimichezo Steve Njema kutokea Dar es Salaam Tanzania. Story kubwa ni NBC Premier League, mchezo mkubwa kabisa Simba Sports Club dhidi ya KMC, mchezo ambao umesubiriwa kwa hamu kwa kiasi kikubwa, namna ambavyo watu wamekuwa wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Sasa leo nitaenda kupata uchambuzi wa kina zaidi kuelekea kwenye mchezo wa NBC Premier League Simba Sports Club ambao wanakiwasha na KMC katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Bana, ndugu yangu Steve Njema kutokea hapo Dar es Salaam, bila shaka natumaini uko vizuri kabisa. Sisi Dodoma huku tuko vizuri, lakini pia hali ya hewa iko fresh kabisa. Nisijue Dar es Salaam wanasemaje kwa ujumla, ndugu yangu Steve Njema kutokea Dar es Salaam. Tuko vizuri, tuko poa kabisa. Tunamshukuru. Sawa bana, Steve Njema, tunafahamu kwamba mchezo wa NBC Premier League Simba Sports Club dhidi ya KMC, moja kati ya mchezo ambao umesubiriwa kwa hamu zaidi kwa kiasi kubwa, namna ambavyo watu wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ni bato. Ukijaribu kuangalia KMC nafasi waliopo nafasi ya 11, lakini pia Simba Sports Club ambao wanahitaji ubingwa ndani ya msimu 2024-2025. Pengine kiufundi ni mchezo ambao utakuwa aina gani, kujaribu kulinganisha Simba ambao inahitaji point 3 kwenye msimamo wa ligi na point 66, lakini pia KMC ambao hapo nafasi ya 11 almost point kama 30 kama sikosei hivi. Pengine ni mchezo ambao utakuwa namna gani kiufundi, Steve Njema? Mchezo mzuri sana kwa sababu hizi timu zote mbili zina miliki wachezaji ambao kiufundi wako vizuri sana. Tunazungumzia KMC ambao leo watakuwa wako nyumbani na wana timu ambayo inapocheza kiwanjani kwa kiasi kikubwa itakufurahisha, kwa sababu aina ya wachezaji ambao wapo kwenye ile timu hawana shida wakiwa wana mpira mguuni, lakini pia timu ikiwa haina mpira wanawajibika vizuri sana. Lakini kwa Simba kama ambao tunajua ni timu ambayo inagombania ubingwa, wamekusanya alama nyingi sana, wana wachezaji bora sana kwenye kikosi chao. Kwa hiyo nadhani utakuwa ni mchezo ambao kimbinu Fadu David atakuwa ameandaa timu yake vizuri, lakini pia kwa upande wa KMC ambao mpaka sasa hivi mwalimu wao ambaye alikuwa mkuu of course hayupo na timu, na kocha msaidizi nadhani ndio yuko na timu mpaka sasa hivi. Nadhani pia watakuwa wameiandaa timu vizuri kwa sababu wenyewe wanaifahamu vizuri Simba kuliko Simba ambao wanaifahamu KMC, kwa maana ya kwamba wanaoona mara nyingi zaidi Simba wakiwa wanacheza, na faida ambayo wanaipata KMC kwamba kwa muda mrefu kidogo hapo katikati hawajacheza mchezo wote, wakati Simba wamekuwa wakicheza michezo back to back. Kwa hiyo kiufundi pamoja na kimbinu nadhani ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri sana kutokana na hicho ambacho nimezungumza. Hivi Steve Njema, hii haiwezi kumpa pressure mwalimu mkuu wa Simba Sports Club Fadu David, International Classic coach ambaye tunasema kwamba kuelekea kwenye mchezo wa tunasema Confederation League Cup ambao ni kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utapigwa nchini Morocco dhidi ya RS Berkane tarehe 17, kwa sababu asilimia kubwa inabidi tuamini kwamba kwenye plani zake anaamini sana kwenye mchezo ambao unafuata dhidi ya RS Berkane, mchezo wa finali. Mchezo wa leo dhidi ya KMC, japokuwa tunafahamu kwamba ni point 3 ambazo anazihitaji kwa kiasi kubwa kwenye NBC Premier League, lakini inabidi uangalie zumuni kubwa la wana Simba, lakini pia kocha Fadu Davis haiwezi kumpa shida. Maybe kwanza na wale wachezaji ambao atakuwazoea maybe kama regular starter ndani ya klabu ya Simba, tutegemee kuona mabadiliko makubwa, au ataanza na kile kikosi ambacho maybe amekuwa anakiamini, ambao tunasema kwamba winning team never change, au tutarajie mabadiliko yatakuwepo kwa kiasi kubwa katika siku kubwa leo? Kwanza pressure lazima itakuwa ni kubwa sana, kwa sababu unajua Simba wanakwenda kucheza mchezo wa leo ikiwa ni tarehe 11. Kuna siku 5 pekee za kujiandaa na mchezo wa finali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utachezwa tarehe 17 kule Morocco. Kwa hiyo unaona yetu la muda ambao sio mkubwa sana. Kwa hiyo ukiwa kama mwalimu utakuwa unahitaji kulinda wachezaji wako wawe na nishati ambayo itakuwa ni nzuri kuelekea kwenye huo mchezo, lakini pia utakuwa unalinda wachezaji wako ambao ni muhimu kwenye kikosi wasiweze kupata majeraha pengine kwenye michezo ambao utakuwa unacheza kwenye ligi. Kwa hiyo pressure itakuwepo kutokana na muda ambao uko kuanzia sasa hivi mpaka mechi ya finali itakapocheza tarehe 17, na Fadu David ameonyesha kwamba ni mwalimu ambaye anaweza kufanya rotation vizuri na timu itafanya vizuri. Kwa mfano kwenye michezo mitatu ambayo imepita ambayo Simba wamecheza back to back na ilikuwa ni viporo,
unaona namna ambavyo Fadlu amefanya rotation ya kikosi chake akiwapumzisha baadhi ya nyota. Sometimes kuna wachezaji ambao tunawazoea kuona kwenye kikosi walikuwa hawamalizi dakika 90. Yote hiyo ilikuwa inakuonyesha kwamba anaiwaza zaidi mechi ya RS Berkane ambayo itachezwa tarehe 17. Kwa hiyo alikuwa anawalinda wachezaji wake wanapoenda kwenye huo mchezo, pengine wawe na nishati ambayo itakuwa ni nzuri na ambayo yeye atakuwa anahitaji, kwa sababu unaweza kuwa ni mchezo ambao utakuwa unaamua hatima ya Simba kwenye huu msimu, kutokana na kwamba kama watachukua huo ubingwa, manake kila kitu kinaweza kubadilika. Hata kama watakosa ubingwa wa ndani, lakini bado kama watachukua huo ubingwa wa Afrika, kuna kitu kikubwa sana ambacho watakuwa wamekifanya zaidi ya hata haya makombe ya ndani ambayo pengine wangeachukua. Kwa hiyo pressure itakuwa ni kubwa sana, lakini naamini kwamba Fadlu ametuonyesha kwamba kuna kitu kikubwa sana ambacho anaweza kufanya kwenye rotation zake, na Simba ni timu ambayo kusema kweli kwenye dirisha la usajili lililopita wamefanya vizuri sana, kwa sababu ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wapo benchi na wachezaji ambao wanaanza, uwiano sio mkubwa sana, na hicho kimejionyesha kwenye hizi mechi ambazo Fadlu amefanya hiyo rotation. Tumeona Joshua Mutale, tumeona mtu kama Okejefa, tumeona watu kama akina Chasandi wanaingia, lakini kwenye backline hapo kuna muda Kagoma amecheza kwenye eneo la center back, Nouma pamoja na Duchu wameonekana wana deliver kwenye timata. Unaona kabisa ni mkusanyiko wa wachezaji ambao viongozi wa Simba wanafanya kazi kubwa sana ya usajili kwenye dirisha la usajili lililopita. Na unajua moja kati ya kitu ambacho nadhani watu wanapaswa kujua ni kwamba kama Fadlu Davis pengine angekuja kwenye Simba ya misimu miwili iliyopita, hiki ambacho anakifanya singeweza kufanya, kwa sababu Simba ilikuwa ina wachezaji wengi sana ambao hawako kwenye level ambayo ilikuwa inapatikana. Kwa sasa hivi ana hiyo luxury ya kufanya rotation anavyotaka, kutokana na kwamba usajili uliofanyika kwenye dirisha lililopita, wachezaji wengi sana wamefaulu, kwa maana ya mategemeo ya watu kwao yamekuwa ni makubwa. Sasa hivi tunamzungumzia Jean Charles Ahoua ambaye ndio top scorer wa ligi, lakini pia na 7 anazijua assist kama 6 hivi na top assist wa msimu ambaye ni pesa na assist kama 13 kama ndio. Lakini unamzungumzia Elim Panzo ambaye ameingia katikati ya msimu, lakini majibu yake kila mtu anayaona, ni mchezaji hatari sana kila akiwa na mpira kiwanjani. Lakini Dese Mkwala Steven pamoja na Leonard Ateba kwenye ngao ya ushambuliaji wanadeliver kwenye timata, ndio wao ambao wameifanya Simba inaingia kwenye hatua ya finali ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kwenye backline kuna mtu kama Hamza, kwenye midfield kuna mtu kama Kagoma, au wachezaji wote ninaokutajia ni wachezaji wapya, lakini kwenye backline pia hapo na Valentin Nouma ambaye anaonekana ni mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo wako na kikosi ambacho ninaamini Fadlu anaweza kufanya rotation whatever atakapokuwa anahitaji, lakini Simba wanaweza wakafanya vizuri kwenye mchezo wa leo ambao wanacheza dhidi ya KMC, ambayo dhidi ya hizi timu kubwa wamekuwa hawana matokeo mazuri sana. Na unajua kwenye mechi kama 10 zilizopita za Simba dhidi ya KMC walipata matokeo ya alama 3, wameambulia sare tu nadhani, ambayo ilikuwa ni mchezo mawili kwa mawili, na mchezo ulichezwa I think Uhuru kama na Uhuru mabao mawili kwa mawili ilikuwa ni sare. Kwa hiyo unaona ni mpinzani ambaye mara nyingi kwa wanamudu, lakini KMC sio kwa Simba wakicheza dhidi ya timu ambazo ni kubwa, mara nyingi wao wapate matokeo mazuri. Dhidi ya Yanga, dhidi ya of course dhidi ya Singida timu wameshinda, lakini kaangalia wanapocheza dhidi ya Yanga na Simba matokeo yao yanakuwa sio mazuri sana. Kwa hiyo naamini kwamba pressure ipo, lakini Fadlu anaweza kufanya rotation ambayo inaweza ikalinda wachezaji wake wakawa hawajapata majeraha, lakini pia nishati kuelekea kwenye huo mchezo ambao unafuata inaweza kuwa ni nzuri na itaifanya Simba itafanya vizuri zaidi. Okay, Steve Njema, umezungumzia vizuri kabisa kwa kina zaidi. Uchambuzi wako nimeukubali, pengine na watazamaji wa Uondo TV watakuwa wamekubali. Pengine kwa kumalizia, Steve Njema, tumalize kabisa. Technical bench la KMC Football Club, ushauri upi ambao unawapa kuelekea kwenye mchezo mkubwa kabisa wa Simba Sports Club, kwa sababu tunaamini kwamba mid table teams kama hizo za KMC, namna ambavyo wanakutana na giant team kama Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, ushindani unakuwepo. Je, wajilipue au washambulie kwa tahadhari au wawe na mchezo wa nidhamu kwa kiasi kubwa? Kipi ambacho unawashauri technical bench la KMC kwa kumalizia, Steve Njema? Kwanza naamini benchi la ufundi la KMC lina watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, na ndio maana wapo pale na wamepata huo uwezo kutokana na elimu ambao wameipata. Kwa hiyo najua kwamba wanajua ni nini ambacho wanaweza wakifanya ili kuweza kupata matokeo kwenye mchezo. Lakini KMC ya sasa hivi imebadilika kidogo. Unajua KMC ilikuwa ni timu ambayo haijali matokeo yanakuaje, lakini wanataka kuonyesha soka ambalo ni basi.
wanacheza, kuna muda wanapiga mipira mirefu wakitumia yule center back wao yule Salumu Athumani ambaye ana uwezo mzuri sana wa kupiga ile mipira mirefu ambayo inafika kwa watu kwenye eneo la mbele. Hawategemei zaidi combination play kutoka kwenye eneo la kwao mpaka kwenye eneo la wapinzani, kwa maana kufanya build up mpaka kwenye eneo la wapinzani. Sasa hivi wanacheza namna ambavyo game itakuwa inahitaji. Kwa hiyo ninaamini hiyo ndio ilikuwa ni changamoto yao kubwa sana wakiwa wanacheza dhidi ya hivi vilabu vikubwa. Walikuwa wanataka kuonyesha kile ambacho wako nacho kwa mchezaji mmoja. Changamoto iliyokuwa inatokea ni kwamba walikuwa wanapokonya mipira kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, then wanafungwa mabao mengi sana kwenye transitions ambazo kukutana na timu ambayo ina uwezo mzuri wa kutekeleza vizuri shambulizi la kujibu, kwa kiasi kubwa utakuwa kwenye matatizo makubwa sana. Sasa hivi wamebadilika namna ya kucheza KMC. Nina imani kwamba wanajua nini cha kufanya, lakini kitu cha kuwashauri ni kwamba nidhamu leo inapaswa kuwa nzuri sana. Pengine huu ulikuwa ni muda mzuri zaidi wa kucheza na Simba kuliko muda wowote ule ambao pengine walishawahi kukutana nao. Unajua hata timu ambazo zimecheza na Simba kwenye kati iliyopita, mimi nilikuwa naamini walikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuwafunga Simba kuliko wakati mwingine wote ule, kwa sababu Simba sasa hivi wanaisikiliza zaidi mechi ya RS Berkane, na unaona hata rotations ambazo zinafanyika kwenye kikosi inaonyesha kwamba mwalimu kuna uoga sana ambao yuko nao kwenye kikosi chake chote, kwa sababu anataka kureserve hiyo energy pamoja na kuwazuia wachezaji wake pengine wasipate majeraha kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo nadhani huu ni wakati mzuri zaidi wa kwao kucheza dhidi ya Simba, na naamini wanao wachezaji ambao wanaweza wakacheza kwenye aina zote za mpira. Kwenye counter attack wanaweza wakawatumia wale akina Musa, akina Kenyari katikati ya kiwanja, lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji hapo wako na watu ambao wanaweza wakatekeleza vizuri hayo mashambulizi ambayo yanaweza kuwa ni ya kujibu. Lakini kwenye eneo la backup kama nilivyokuambia, wana watu ambao wanaweza kupiga mpira mrefu kama kina Salumu Athumani. Kwa hiyo I think wanajua nini cha kufanya, na cha kuwashauri kikubwa ni kwamba Simba ni timu kubwa, wanahitaji kwenda kwa nidhamu. Kitu ambacho pia wanajua kwamba Simba ni timu kubwa wenyewe, kwa hiyo tahadhari na imani wataichukua kubwa sana. Sawa. Mimi nikushukuru sana bana Steve Njema. Shukrani sana kwa kutoa ushirikiano mkubwa. Wasalimie sana Dar es Salaam. Mimi waga napendaga sana kuita SGR. Shukrani sana bana. Shukrani sana. Wasalimie sana hapo Dodoma. Dodoma ni Dodoma bana. Siku ukipata siku na nije kutembelea. Nimeshawahi miaka kadhaa hiyo. Siku ukipata nafasi bana, karibu sana Uondo TV bana. Tunakukaribisha sana bana. Uzungumza na watazamaji wa Uondo TV ndugu yangu. Asante sana. Shukrani sana. Bana, huyo ni Steve Njema, moja kati ya mchambuzi ambaye anatokea jijini Dar es Salaam. Nimepata nafasi ya kuzungumza naye, na hii ni kuelekea kwenye mchezo mkubwa kabisa wa NBC Premier League KMC dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao unapigwa katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Amezungumza kwa kiasi kikubwa namna ambavyo hali ya mchezo, lakini pia amegusia wachezaji wa KMC ambao ni tishio, lakini kipi ambacho wanaweza kufanya KMC. Simba pia amezungumza kwa kiasi kikubwa. Hii ni Uondo TV. Mimi naitwa Dan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtoto wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo.